Baada ya kesi ya kusisimua ambayo imefanyika nchini Marekani kwa wiki kadhaa, jopo la mahakama ya shirikisho limefikia uamuzi mchanganyiko kuhusu rapa Sean Diddy Combs Jumatano hii. Combs mwenye umri wa miaka 55 amepatikana na hatia katika makosa mawili ya kusafirisha watu kwa madhumuni ya ukahaba, lakini amesafishwa katika mashtaka mazito zaidi ya njama ya uhalifu, racketeering conspiracy, na usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono, yani sex trafficking. Kesi hiyo ilianza mwezi Mei na ilijikita zaidi kwenye ushahidi wa upande wa mashtaka, ambapo jopo la waamuzi wa mahakama, jury, lilijadiliana kwa saa 13 ndani ya siku 3 kabla ya kufikia uamuzi kwa kauli moja. Combs alikuwa anakabiliwa na jumla ya mashtaka 5. Shtaka moja la njama ya uhalifu, mashtaka mawili ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono na mawili ya usafirishaji kwa madhumuni ya ukahaba. Kesi hiyo ilihusisha madai ya kushtua kwamba aliwalazimisha wanawake kushiriki vitendo vya ngono na wanaume wengine vilivyojulikana kama freak-offs. Ingawa ushahidi huo ulizua mjadala mkubwa, jopo la mahakama liliamua kuwa hana hatia katika mashtaka ya njama na usafirishaji wa binadamu, lakini anaweza kuhukumiwa hadi miaka 10 jela kutokana na makosa yaliyobakia. Mahakama ilijaa hisia wakati wa uamuzi uliposomwa. Kabla ya kuondolewa na maafisa wa usalama wa mahakama, Combs alipiga magoti mbele ya kiti chake, akainamisha kichwa kana kwamba anaomba, mwili wake ukionekana kutetemeka. Aliposimama, aligeuka kuelekea hadhira na kuanza kupiga makofi, jambo lililosababisha vifijo na makofi kutoka kwa wafuasi wake. Mawakili wake walikumbatiana kwa furaha, naye Combs akaiangalia familia yake kwa tabasamu pana na kusema kwa kurudia, asanteni na kupenda mama, na wapenda. Familia yake na marafiki walilipuka kwa makofi, wengine wakilia machozi ya furaha. Alipoondoka mahakamani, sehemu ya familia ilianza kuimba Dream Team kuwapongeza mawakili wake, huku wakili wa utetezi Tenny Geragos akiwakumbatia wanandugu huku machozi yakimtoka. Wakili wake mwingine Mark Agnifilo alimueleza Judge Arun Subramanian kwamba Combs anastahili kuachiwa kwa dhamana. Bwana Combs amerudishiwa maisha yake na jopo hili, alisema Agnifilo, akibainisha kuwa hapo awali alikabiliwa na uwezekano wa kifungo cha maisha. Alisisitiza kuwa Combs hata kuwa mpumbavu kuvunja masharti ya mahakama endapo ataachiwa, na aliahidi kuwa atatii kila agizo. Alipendekeza dhamana ya dola milioni 1 na kumwomba jaji amruhusu Combs kutoka siku hii ya leo na kurejea nyumbani Miami kwa ajili ya kuungana na familia yake. Alisisitiza kuwa Combs hana tena ndege binafsi, hivyo hatari ya kutoroka ni ndogo. Upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili msaidizi wa Marekani Maureen Kami ulipinga vikali ombi hilo. Kami alieleza kuwa ushahidi wa matumizi makubwa ya dawa za kulevya na unyanyasaji uliwasilishwa mahakamani na haukupingwa na upande wa utetezi. Alidai kuwa Combs aliendelea kutenda makosa mengi hata baada ya kufahamu uchunguzi unaendelea, jambo linaloonyesha kuwa hana heshima kwa sheria na anaweza kurudia makosa akiwa huru. Serikali inapanga kuomba adhabu ya kifungo, ambapo Combs anaweza kukabiliwa na hadi miaka 20 jela kutokana na makosa hayo mawili. Jaji ameziomba pande zote ziwasilishe barua za hoja kabla ya saa 7 mchana, na uamuzi unatarajiwa kutolewa baadaye siku hii. Judge Subramanian aliwashukuru waamuzi wa mahakama ni jury kwa mchango mkubwa, akiwapongeza kwa kujitolea na huduma yao kwa jamii. Alisema ana mpango kukutana nao ana kwa ana na kuwashukuru. Wakati huo huo, wakili wa kesi Ventura, Doug Wigdall, amempongeza kesi kwa kuchochea uamuzi wa hatia. Malalamiko yake ya kiraia mwezi Novemba mwaka 2023 ndiyo yaliyozindua mchakato wa uhalifu huu. Ingawa kupata ushindi katika shtaka la usafirishaji wa binadamu, Wigdall amesema ujasiri wake umefichua maovu ya wanaume wenye mamlaka. Kesi hii imethibitisha kuwa mabadiliko yamechelewa sana na tutaendelea kupigania manusura, aliongeza. Mahakama sasa imesitisha shughuli ili kupokea hoja kuhusu dhamana, huku mustakabali wa Combs kwa bado haueleweki. Tukio lake la kuondoka mahakamani kwa hisia kubwa likiwa ni hatua ya kihistoria katika kesi hiyo ya kiwango cha juu.